Ladies and gentlemen, karibuni sana. Inaitwa Pepper Talk. Upo na mimi mchambuzi wako Frank Mathew. Nakumbuka tu nitakuwa nikikuletea, sikuletei. Utakuja kuangalia hapa YouTube mwenyewe, nikuletee huku mimi nitawezea wapi. Kipindi hiki kila siku za asubuhi hapa nilipo kwenye uchambuzi wa Pepper Talk. Tuongee kuhusu magazeti na kila siku tutakuwa kukuletea uchambuzi wa magazeti ambayo yanayotufikia kila asubuhi. Karibuni sana, na leo tu kwa kuanza tuna gazeti la Habari Leo. Habari za leo tunaanza na nini? Ushakuaga kule nyumbani muda wa chakula mnavyoitwa, oho, shauri yako. Sasa hapa katika wito, Mwigulu aita watalii. Sasa sijaliitia akiwa Dodoma wapi? Watalii asema Tanzania ni salama, waje kuona tofauti, hawatosahau. Hata kule Serengeti, Ngorongoro, watalii wanaweza kashuka kakutana na simba kutana Kasongo. Hata simba yenyewe wamepokea maagizo kwamba ole no mng'ate wananili watalii. Ndio maana Mwigulu anasema watalii njoni. Lakini katika Habari Leo kwenye headlines inasema Tanzania kufanya utafiti madini kwa helikopta. Waziri wa madini atakuwa ameongea na madini yaonekane, kwa sababu ukiwa kwenye helikopta kadhabu kapo hivi unakaonaje? Au ningeshauri serikali hii helikopta ifungiwe sumaku ya madini kwa chini hivi, ipite tu inavuta, sasa inafanya utafiti na maana inayaona. Habari nyingine katika ukurasa wa 4 Habari Leo anasema mkuu wa majeshi aonya wahitimu mambo 6. Kwa nini hajaonya hata mambo 2? Aonya mambo 6. Wahitimu mpo vizuri. Ulega aagiza mkataba wa mkandarasi uvunjwe. Ule mkandarasi wa Kichina. Issue sio mkandarasi. Issue ni lugha. Mimi ningeshauri kabla ya mikataba waanze kufundishwa kwanza Singeli ili wajifunze Kiswahili vizuri. Hiyo ni gazeti la Habari Leo. Tunalo gazeti la Mwananchi na yenyewe inasema Dr. Mwigulu awakiingia kifua wazee, aonya tabia vijana kujibizana na kukejeli wazee. Hapa mimi ningemshauri dokta, labda kwenye hii issue angewacha tu wazee, ile tu namkejeli mzee aongei, anasubiri pale ulipokanyaga, anachukua unyayo wako shwa, wewe unaenda kuomba msamaha mwenyewe. Mzee achukue unyayo. Unafikiri kulikuwa kuna haja ya waziri mkuu kuanza kusema eti anawananiuliwa na wakiingia kifua? Wenyewe tu tungeanza tu vijana pale, wazee tulia, amechukua unyayo, subutu, ulali usiku. Lakini Mwananchi pia anasema nusu. Unajua kuna nzima afu kuna nusu. Nusu ya watahiniwa kidato cha 4 wapata daraja la 4 0. Yaani imeweka mkato daraja la 4 0. Yaani wamepata division 4 0. Mambo ya kugeuza macho. Amapiano. Gazeti la Mwananchi lakini nasema ripoti maalum sababu Iringa kuwa kinara kwa udumavu. Yaani ukisikia tu Iringa, unajua habari gani hapo? Iringa mtu ajinyonga. Iringa yawa sijui nini HIV sijui. Sasa ripoti maalum gazeti Mwananchi nasema sababu Iringa kuwa kinara wa udumavu. Zimetajwa humu sababu na Iringa ongene sana makofi kwenu. Iringa ningewapa msaada mimi binafsi kutoka Pepper Talk niwaletee ufugaji. Lakini isiyo ufugaji tu wa mifugo ya kawaida. Ili muwe kinara kwenye inawezekana unapita Iringa pale unaulizia wali mboga. Wali mboga ni 5,000. Wali nyama huku. We mchezo hiyo. Iringa unaongoza kwa vitu vingi. Ilikuwa ni gazeti la Mwananchi. Lakini tugeukie gazeti la Nipashe. Linatupasha nini siku ya leo? Ulega agiza mkataba wa mkandarasi wa China uvunjwe, sheria imbane. Hivi na wazaga hivi mikataba inakuwaga ni kama miwa, labda unaweza kaishuka tu chapu tu ukizingua. Siku ya sheria. Siku ya sheria imefanya nini hapa? Kutoka gazeti la Nipashe. Mwakubusi achambua mafanikio tulikokwama. Mwakubusi adadavua sheria mbalimbali akionyesha matobo. Ila matobo hapa akionyesha matobo, labda angeonyesha kipindi ambacho wale mafundi cherehani wapo, wakionyesha matobo wanapiga viraka. Na maeneo tunayofanya vizuri safi, kama vile Afcon tulivyofanya vizuri hapo tukaishia hapo. Na leo namna makosa yamegeuka kuwa chanzo cha mapato. Kumbe makosa ni chanzo cha mapato. Sijawahi kuona hii. Mkwamo wa katiba mpya ataka jeshi la polisi lifumuliwe.
Nilishauri mimi jeshi lisisuke. Unaona Mwakubusi amesema jeshi lifumuliwe. Haya, litasukwa lini? Au ni mfumo upi ulikuwa unazungumziwa hapo? Anasema pia wabunge wasiwe mawaziri. Huku posho. Mishahara ikipunguzwa, majaji waombe kazi. Kwa jaji apite na bango, naomba kazi. Nimepita hapa, mimi ni jaji, naomba kazi. Huyo ni Mwakubusi, sio mimi. Pia gazeti la Nipashe imeendelea kusema sekondari. Hii habari ngoja nisome kwa heshima. Sekondari zenye majina ya viongozi. Sekondari zenye majina ya viongozi za boronga, za faulisha. Siku moja baada ya Baraza la Taifa NECTA kutangaza matokeo ya wanafunzi waliohitimu kidato cha 4 mwaka jana, uchambuzi wa Nipashe, sio wa kwangu, wa Nipashe umebaini kwamba baadhi ya shule zenye majina ya viongozi kuwa na matokeo mabaya. Sasa je, wabadilisha haya majina? Kuna habari kutoka Nipashe pia nasema mahakama ya mnusuru miaka 30 jela kwa kubaka mwanafunzi. Mbavu. Na mchapa bakora huyu. Wewe kwenye zile naniliu mahesabu waliowekwa sasa hivi kwamba wanawake ni wengi kuliko wanaume. Wewe tena wao wanawake ambao muda mwingine ndio wanakufuata wenyewe, maskini ya Mungu. Muda mwingine unashokutana na mwanamke, yeye ndio anakuomba namba. Make sure you call me, unipigie. Yeye ndio anakulazimishia. Yeye ndio tena, wapo wengi yes, kwamba nasubiri mwaka ufike ambapo watakuwa wanatukimbiza wanaume. Marry me. Na tupo mwezi wa mnaniliwa mapenzi. Sasa wewe unatoka unasema mahakama yamruhusu miaka 30 jela kwa kubaka mwanafunzi. Je, ulimdanganyia peni maskini? Mdanganyia kumsaidia homework? Acheni hizo habari. Na nimekasirika. Twende kwenye gazeti la Uhuru. Gazeti la Uhuru habari kubwa inasema mambo safi, reli ya kisasa mjini. Sasa hivi tuna mwendokasi, alafu tunaongezewa na reli ya kisasa. Bado zipo bodaboda, bado si kuna madude gani, alafu katika usafiri wote huo utume nauli mtu asije. Tutakosana. Ushindwe kupanda daladala, ushindwe kupanda bodaboda. Haya, serikali ikasema hayo yote basi mnabanana humo, ikaweka mwendo kasi. Kila kona ya mji sasa hivi mwendo kasi imepita. Sehemu nzuri mwendo kasi. Wewe kwenye uchochoro sio gani ambapo mwendo kasi imepitishwa kila sehemu. Sasa kutoka hapo mambo safi tena, reli ya mjini. Kwa hiyo unapita kwa mwendo kasi inapita juu, huku imepita mwendo kasi kwa chini, imepita reli upo huku uelewi. Umeona? Alafu sasa eti mtu mimi nimtumie nauli asije. Tutakwazana na ili swala tulifikisha kwenye vyombo husika. Gazeti la Uhuru linaendelea kusema kuoza meno kunavyochangia ongezeko saratani ya kinywa. Sasa ndugu yangu, kwa nini usipige mswaki? Mbali tu na kuoza meno, tufikiria sisi wengine ambao tunaongea na wewe. Muda mwingine unatamani kuna hili jua kali, utembea hata na mwamvuli, huo unazuia hivi mtu. Anaongea na wewe unatamani uambie ndugu yangu, the carbon dioxide is not. Unakaa na hewa chafu mdomoni. Je, wewe ni producer wa naniliu carbon dioxide? Kwa nini utuchoshe ndugu? Kwa nini unakana machozi kwenye ndoo? Beki Ibrahim Konate alimwaga machozi juzi baada ya kufunga bao la mwisho ushindi wa Liverpool dhidi ya Newcastle. Tafadhali wachezaji wa kutoka Bongo jifunze kukaa na machozi. Ukiona umezidiwa unachukua ile machozi unayamwaga kama beki wa Liverpool alivyomwaga haya machozi. Habari inayofuata nisome nikiwa na huzuni. Simba tunawapiga pointi 9 tunazivuna zote. Kipo wapi? Simba ngoma ngumu CAF Champions League. Na nilikuwa na shauri hapa wachezaji, naomba hata zile jezi ambazo huwa zinabaki za misimu mingine nini wapewe wavae. Mashabiki wapewe zile jezi wao wanavaa, kwa sababu wakikosa vitu vya kuvaa ndo habari kama hii inaandikwa. Mashabiki wamvaa mangungu. Sasa unaona, wangekuwa na jezi za kuvaa wangemvaa mangungu.
ni ukosefu wa jezi. Kwa nini wamvae Mangungu washindwe kuvaa jezi za timu yao? Nampiga baba wa watu na nilepo. Sio uungwana, ni mambo ya kukemea. Mambo ya kukemea. Vaeni jezi, mnamvaaje Mangungu? Sawa. Katika michezo tukiendelea, hilo ilikuwa ni gazeti la Uhuru kwenye Nipashe. Michezo inasemaje? Yanga asema pointi moja itawabeba CAF. Tupo hapa. La Yanga mmesajili nyinyi. Simba fungu la kukosa. Simba always anakulaga nyama. Sasa kwenye kula nyama hapo yanyang'anywa nyama mdomoni na Esperance de Tunis. Sasa nyama nasubiri miujiza ili atoboe robo finali, anasubiri miujiza. Na ni washauri pale Kawe wapi wende utapigwe wese. Tuanze na ule alirudisha ile pasi ya kurudisha hivi ambao na ndio Esperance wakanyang'anya Simba na nilio mdo. Wewe mnasubiri miujiza. Pokeeni ushindi wa robo finali, sema amina wana Simba. Pokeeni na nilio kwenye ligi kuu. Mateso. Na ukiona mtu anaishabikia Simba, ladies, ukiona mtu tu anashabikia Simba, ujue huyo ndo nataka nisema wife material, husband material, kwa sababu uvumilivu ambao wanao mashabiki wa Simba Mwananchi katika habari za michezo za burudani inasema huyo kila mtu anamnyang'anya Simba. Kwani Simba mambo magumu CAF. Na hapa imeonyesha kuna picha za mchezaji yule amerudi, ila Chama amerudi Chama bado. Sasa hapa kurudi Boniface Pawasa, Ulimboka Makwingwe pamoja na Emmanuel Okwi kukamilisha kikosi kamili cha wanaorudisha watu ambao bado sio kwamba wamezeeka, tunaona tu bure. Unajua wachezaji umri wao unaenda ukirudi nyuma. Kwa biashara kusema fulani amezeeka, wewe ulikuwepo kwenye issue ya kuzeeka. Habari leo katika michezo, Simba yasubiri miujiza, Singida yafa ugenini. Niombe waziri wa mambo ya nje ashughulikie swala la hao waliokufa ugenini warudishwe, wapokelewe vizuri tu. Simba nao endelee kusubiri miujiza, msifanye mazoezi, maana mnafanya mazoezi ni kama vile mnataka mjipotezee muda. Tuone itakuwaje. Pedro atamba kuivusha Yanga makundi. Sasa sijui huko Yanga walipotaka kwenda kwenye makundi labda kuna mto, lakini hawa Pedro labda wana mtumbwi wa kuvushia watu, kwa hiyo watawavusha Yanga. Katika habari za leo hapa Pepa Talk, ulikuwa na mimi Frank Matthew. Tionane kesho asubuhi na mapema. Thank you so much. Ciao.